wachezaji wa timu husika waliweza kufuata vizuri maelekezo ya walimu wao, na tumemaliza first half bila, tumemaliza mechi full time bila. Ninahisi kila timu itaenda tena kujipanga kwa ajili ya mchezo ujao, lakini kwa upande wa Azam FC sio matokeo ambayo tuliyoyatarajia, lakini hatuna budi kuyachukua. Pointi moja tunaweka katika mfuko wetu wa points, tunaenda kujiandaa na mchezo wa Mashujaa. Unakiri kile ambacho watu wamekuwa wakizungumza kwamba mlikuwa ndio mna nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mchezo wa leo? Kama tungekuwepo walikuwepo tunahitaji kufanya vizuri sana katika mchezo wa leo kama wanavyosema kwamba tumefanya vizuri, ninaamini tungeibuka na point 3, lakini sidhani kama tumefanya vizuri sana kuipata point moja. Tungefanya vizuri sana kile ambacho tulichojiandaa nacho kwa ajili ya point 3 tungekipata, lakini tumeokota point moja ambayo inatuongezea kitu katika alama zetu, lakini huyu ndio mpinzani ambaye tunashindana naye kwenye resi za ubingwa, ametuzidi points nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambao tuliuhitaji huu mchezo ili madi kupunguza gap, lakini tumepata points moja, gap limebaki lile. Tutajipanga kwa mchezo ujao. Pengine mwalimu Ibenge hasa alikuwa anasisitiza nini kuelekea katika mchezo huu? Kile ambacho tulichokifanyia mazoezi ndio tukilipresent kwenye uwanja wa mechi, na hususan tulikionyesha toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo tulidefend kwa pamoja, tulishambulia kwa pamoja, lakini tumefanya baadhi ya attempt tumeshindwa kupata goli. Tunarudi katika uwanja wa mazoezi kuyafanyia kazi katika michezo ijayo. Sajo, mlionekana mkiwa mna kiwango bora sana siku ya leo, lakini tatizo lilionekana kama kuconvert nafasi ambazo mlikuwa mkizipata. Hilo pia nao umeliona bila shaka? Silioni kama ni tatizo, kwani sisi bado tunajifunza. Bado tuna vijana ambao wanaendelea kukua. Ukiangalia leo tumeanza na wachezaji wadogo wengi, na wameweza kutoa energy ambao waliokuwa nayo, kila mtu ameweza kuiona. Kwa hiyo tunaendelea kulearn, tunaendelea kujifunza katika kila hatua. Ninaamini kwa wakati ujao tutakuwa vizuri zaidi kwenye lango pia kutumbukiza mpira. Kwa maana mpinzani wenu pengine mchezaji gani ambaye alikuwa tishio na msumbufu kwenu kwa upande wake? Mimi kwetu kwao kwa Yanga. Mimi ninaamini Yanga ni michezo sana kitimu siku ya leo, kwa maana ulivyokuwa unaona katika kukaba kama dakika za mwisho, kuna muda tunaweka katika robo tatu yao, unakuta mpaka mshambuliaji wao pia anakuwepo katika zoni yao pia. Wakishambulia wanashambulia pamoja, wakidefend pia wanadefend pamoja. Unaweza kuona mechi ilikuwa ni ya kimbinu sana. Kila timu ilikuwa inaogopa kufunguka zaidi, wanahofia kuna timu ambayo inaweza kupata nafasi nyuma ya defense yao kuweza kuvusha mpira, lakini si haba, tumepata point moja, tunarudi katika uwanja wa mazoezi. Pengine mashabiki wa Azam watarajie bado timu yao ina nafasi ya kuchukua ubingwa msimu huu? Bado tupo katika target yetu ile tuliyojiwekea toka mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya ubingwa, kwani shindano lolote ambalo anashindana Azam FC ni kwa ajili ya ubingwa tu. Kwa hiyo tunaendelea kukusanya points zetu, tunaamini kuna points tumeachwa na mtu aliyekuwa juu, tutazikava kadri tuwezavyo ili madi kuweza kuona mwishoni mwa msimu tunafika wapi, lakini malengo hawezi kubadilika, kwani bado tupo katika resi hizi na tumeachwa points ambazo tunaweza kuzichukua mbeleni pia. Mashabiki wa Lusajo, mashabiki wa Azam FC watarajie nini kuelekea katika mchezo unaofuata? Ni spirit ambayo tunayo na spirit ambayo wao wanaotusapotigi kutupush mpaka kuwa hivi, tushikamane zaidi, kwani wao wamekuwa wakitupush sana, na hata hao mashabiki wangu ambao wamekuwa wakinishauri vitu vingi, wakiniangalia pia, wakiniambia kwamba hichi kizuri hichi kibaya, nikipokea kila comment nzuri, mbaya nitajifunza, nzuri nitaendeleza kuwa nzuri. Mimi bado kijana wao, ninaendelea kujifunza, na timu kama timu tunawapenda pia mashabiki. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.